Mimi nilikuwa ni mshabiki mkubwa. Hakuna albamu ya Harmonize hata moja ambayo nilikuwa mimi sina kwenye simu yangu mimi. Ulikuwa na albamu zote? Zote za Harmonize. Zote za Harmonize. To be honest, Harmonize alikuwa na albamu 5. Hakuna albamu hata moja ambayo mimi sina. Zote nazo kwenye simu, lakini naenda kufuta kuanzia sasa. Albamu ya kwanza ya Harmonize ilikuwa ni Afroist. Tukaja albamu ya pili ili ujue kwamba naongea kitu ambacho nakimaanisha, kwamba mimi nilikuwa namfuatilia Harmonize na nilikuwa na support harakati zake. Alipomaliza kuachia Afroist, ilikuja albamu ya pili ambayo ilikuwa ni High School. Ile High School nakumbuka albamu hiyo aliachia akiwa Marekani. Hakuwa Tanzania, alikuwa Marekani. Kwa hiyo ilivyotoka High School akaja kaachia Made for Us. Naikumbuka ile Made for Us. Unaikumbuka Made for Us ambayo ilikuwa ni albamu ya 3? Nilikuwa nasikiliza. Tulivyotoka Made for Us, ikaja albamu ya 4 ambayo ilikuwa Visit Bongo. Albamu ya mwisho ilikuwa ni Mziki wa Samia. Albamu ya mwisho ilikuwa albamu ya 5. Hiyo siwezi kuenda kufuta kwa sababu ya heshima Mama Samia. Ujue Mama Samia, mama yetu kipenzi, mama yetu tunayempenda, na mama yetu Samia mitano tena. What's up everybody, Ibra all the way from Konde Musical, where Konde Dance for everybody. It's your favorite boy. Bana, usikose kutazama PTV Tanzania. What's good? What's good? Bwana, baada ya vuta ni kuvute ya mwanamuziki Harmonize pamoja na kijana wake ambaye ni Chinga, maoni yakawa ni mengi kweli kweli. Kila shabiki, wadau wa muziki, baadhi ya wadau wa muziki wa Bongo Flava Tanzania wamekuwa wakitoa maoni kwamba kwa sasa hivi hili vuguvugu litapelekea mwanamuziki Harmonize maarufu kama Konde Boy kupoteza mashabiki wale ambao walikuwa wanamuamini kweli kweli na kuamini ngoma zake, lakini pia mashabiki ambao walikuwa wanaamini muziki wake kwa sasa wanakwenda kupungua kwa sababu situation nzima ama hali nzima hii inayoendelea kati yake yeye na msanii wake ambaye ni Chinga, mambo ya kulipishana bilioni 1, lakini pia Chinga alipozungumza kwamba niliingia chumbani kwa mara ya kwanza, uliniita chumbani kwa mara ya kwanza, jaribio likashindikana. Kwa hiyo mambo hayo huenda akapelekea mwanamuziki Harmonize kupoteza baadhi ya mashabiki zake ambao walikuwa wanamuamini kweli kweli. Na hapa nakwenda kuzungumza ama kufanya mahojiano na meneja Oscar ambaye muda mwingi na yeye alikuwa akifuatilia muziki wa Harmonize pamoja na albamu zake ambazo Harmonize amekuwa akiachia baada ya kuingia ama kuanza game ya muziki wa Bongo Flava Tanzania. Bwana meneja Oscar, habari ya saizi? Namshukuru Mungu. Kila kitu kipo under control. God ana bless. Mungu ni mwema kaka. Sawa. Nimekuja kwako tuzungumze. Maoni yamekuwa ni mengi kwamba kwa sasa hivi Harmonize huenda akapoteza baadhi ya mashabiki kwa sababu ya situation ambazo zimehappen siku chache ambazo zimepita kati yake yeye Harmonize pamoja na msanii wake ambaye ni Ibra. Wewe unaizungumziaje kama meneja Oscar? Karibu. Sio jambo la kuficha tena. Ni issue ambayo itakuwa upande wake ni mbaya sana. Na ataenda kupoteza washabiki waliokuwa wengi na muziki wake utaenda kudrop. Kwa hiyo kuhusiana na hilo mimi sina wasiwasi na hilo, na hakuna mtu asiona situation inaendelea nzima. Hakuna mtu asiona kinachoendelea. Kwa hiyo hakuna Mtanzania yote yule au hakuna mtu yote yule dunia hii ambaye anapenda hiki kinachoendelea. Kwa hiyo kupitia hili na manyanyaso ambayo anapata Ibra na anachokipitia na yeye na familia yake nzima, to be honest ataenda kupoteza washabiki wengi na muziki wake utaenda kudrop. Hata kuwa Harmonize huyu ambaye mnamzungumzia wala mnayemuona. Hata kuwa Harmonize huyu tena. Hawezi kuwa huyu kwa sababu situation issue ni mbaya. To be honest, issue imekuwa ni mbaya zaidi. Wale watu ambao walikuwa wanamwamini, ujue ni vigumu sana kuwatengeneza washabiki. Ukishawatengeneza washabiki ile trust ambao walikuwa nao kwako, alafu kuna vitu kavifanya ambavyo sio, watu wote wanabadilika. Kwa hiyo watu wengi wataenda kubadilika kuhusu muziki wake na kustimu muziki wake kwa ujumla. Okay, kwa hiyo kuna issue, yani kutengeneza shabiki huwa ni ngumu sana. Kutengeneza shabiki ni ngumu sana. Kutengeneza shabiki ni sawa na kutafuta hela. Kutafuta hela kuna kuaga na ugumu sana, ila kuipoteza hela sio kazi. Kwa hiyo
Harmonize anaweza kawa amewatengeneza washabiki kwa muda mrefu. Ameinvest muda mwingi sana kuwatengeneza. Lakini kudrop au kuwapoteza litakuwa ni jambo ambalo ni la dakika moja mzee. Kwa hiyo wale wengi, na to be honest, sisi kama watu entertainment nimejaribu kufuatilia sehemu nyingi. Watu waliokuwa wengi wamekuwa wakikosoa hiki kitu, na imefika kipindi mpaka inafika kipindi watu waliokuwa wengi muziki wake kutosikiliza kabisa, kutokutamani kusikiliza muziki wake. Na mimi nikiwemo miongoni mwao, natangaza rasmi kwamba sitoweza kusikiliza muziki wa Harmonize tena, na siwezi nikaingia show ya Harmonize hata moja kuanzia kwa sasa kulingana na kinachoendelea. Yeah. Wengi wamemwona Harmonize yuko sawa kumlipisha bilioni 1 chinga. Hayupo sawa. Kwa sababu kama alitoka WCB wakawa anahitaji milioni 500 mpaka 600, zilikuwa ni tabu mpaka analia na anahitaji wa Tanzania wamsupport. Wajifu nakuja kumwambia kwamba Ibra atoe bilioni 1. Muziki wake wa Ibra unaendana na bilioni 1. Na ukiangalia Ibra muziki wake haujaenda hivyo. Ukiangalia Ibra pango ya nyumba ana, imeisha kodi yake ana, afa na jina kubwa. Mama yake to be honest last time alikuwa anaumwa, anahitaji msaada kwamba Watanzania wamchangie. Na mimi nikiwemo mmoja wapo nimechangia. Nimetuma hela yangu kumchangia kwenye lipa namba ambayo aliweka kwenye mtandao wake. Kwa hiyo nimesupport kwamba naona anachokipitia ni kibaya, na mimi nimekuwa na huruma. Kwa hiyo nimepush, nimesupport, na bado najaribu kuambia mashabiki zangu na watu wengine waweze kumsupport kwenye Ibra anachokipitia. Kwa hiyo kwa Ibra ni kitu ambacho ni kibaya, kwa hiyo Ibra ndo anayeonewa kuliko Harmonize. Lakini kuna baadhi ya mashabiki wa Harmonize wanasema kwamba sisi hata iweje hatuwezi kung'atuka ama kumuacha msanii wetu Harmonize. Kwani kuna mtu ambaye alikuwa mshabiki kama mimi? Mimi nilikuwa ni mshabiki mkubwa. Hakuna albamu ya Harmonize hata moja ambayo nilikuwa mimi sina kwenye simu yangu mimi. Ulikuwa na albamu zote? Zote za Harmonize. Zote za Harmonize. To be honest, Harmonize alikuwa na albamu 5. Hakuna albamu hata moja ambayo mimi sina. Zote nazo kwenye simu, lakini naenda kufuta kuanzia sasa. Yeah. Kwa hiyo wewe ni mmoja ya shabiki ambao unajiondoa kwa Harmonize? For the first time. Najiondoa na naondoka kwa kasi sitamsikiliza. Okay. Ujue naweza nikawa naongea tu alafu mtu ukawaamini. Albamu ya kwanza ya Harmonize ilikuwa ni Afroist. Afroist. Nakumbuka uzinduzi ulifanyika Mlimani City pale. Watu zaidi ya 500. Na mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao nilihudhuria ile album. Nilikuwa Mlimani City. Ulifika kwenye uzinduzi pale? Nilifika kwenye ule uzinduzi. Okay. Kwa sababu nilikuwa namsupport na nilikuwa ni shabiki yake namba 1. Lakini for the first time naondoka. Na ndio maana nikwambia albamu yake ilikuwa ni Afroist. Naenda kufuta. Umesikia? Naenda kufuta. Tukaja albamu ya pili ili ujue kwamba naongea kitu ambacho nakimaanisha, kwamba mimi nilikuwa namfuatilia Harmonize na nilikuwa na support harakati zake. Alipomaliza kuachia Afroist, ilikuja albamu ya pili ambayo ilikuwa ni High School. Ile High School nakumbuka albamu hiyo aliachia akiwa Marekani. Hakuwa Tanzania, alikuwa Marekani. Nikastream na ikawa kwanza, nikadownload High School. Ulipakua yote? Nikapakua yote. Kwa sababu nilikuwa muziki wa Harmonize na ufuatilia. Lazima kiachia chochote kile mimi nifuatilie. Kwa hiyo ilivyotoka High School akaja kaachia Made for Us. Naikumbuka ile Made for Us. Unaikumbuka Made for Us ambayo ilikuwa ni albamu ya 3. Nilikuwa nasikiliza. Kwa hiyo mimi najaribu kuzungumzia kwenye enga ambayo kwamba mimi ni sio mshabiki, kwamba kama mtu mwingine tu unaongea tu, huna hata nyimbo moja, hausimu, angalia ndini zake. Kwa hiyo ilivyokuja Made for Us, ili ujue kwamba najaribu kuwaelezea watu ili waweze kuelewa, na wapa fact watu ili waweze kuelewa jinsi gani ilivyokuwa mshabiki wa Harmonize. Kwa hiyo ulikuwa shabiki kindakindaki kabisa? Vibaya mno. Sasa ndio nakutajia album zake ili uweze kujua. Tulivyotoka Made for Us, ikaja albamu ya 4 ambayo ilikuwa Visit Bongo. Usijui naikumbuka mwandishi? Visit Bongo nakumbuka cover yake ilikuwa ni pale poster pale, ile kama sanamu fulani pale. Sawa. Wewe ni mwandishi ambao ni common sense, unafuatilia vitu. Ambao ndio ilifanyika huko. Ambao ndio ilikuwa albamu ya 4. Visit Bongo. Kwa hiyo najaribu kukuelezea kwamba anaenda kufuta albamu zake. Albamu ya 5 ni Muziki wa Samia. Muziki wa Samia. Hiyo siwezi kuenda kufuta kwa sababu ya heshima Mama Samia. Ujue Mama Samia, mama yetu kipenzi, mama yetu tunayempenda, na mama yetu Samia mitano tena. Hii siendi kuifuta, nitabaki nayo, lakini albamu zote 4 nitaenda kuzifuta, lakini albamu Muziki wa Mama Samia sitofuta, nitabaki nao, nitabaki nasikiliza. Kwa heshima ya mama. Kwa heshima Mama Samia. Mama Samia to be honest amefanya vingi. Na
wote tunampenda wa Tanzania. Kwa hiyo kwa heshima Mama Samia mimi nampenda na namuunga mkono na anachokifanya niko naye bega kwa bega. Albamu ya muziki wa Mama Samia sifuti, nitabaki nayo, nitabaki na usikiliza, lakini albamu zake zote Harmonize nitazifuta. Kwa hiyo nimejaribu kueleza rilifu ya jinsi ambavyo nilivyokuwa ni mshabiki mkubwa wa Harmonize na jinsi ambavyo nilikuwa na msupport sana Harmonize na jinsi ambavyo nilikuwa namfuatilia kila kitu cha Harmonize kuanzia albamu ya kwanza mpaka albamu ya 5, lakini naenda kuanzia albamu ya kwanza mpaka 4 zote nafuta, lakini nitaacha albamu ya Mama Samia ambayo ndio ya 5. What's up everybody, Ibra all the way from Konde Music Worldwide, Konde Gangs for everybody, it's your favorite boy. Bana usikose kutazama PTV Tanzania. What's good?